Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya Simba. Utapata bahati siku ya leo, hasa wakati wa jioni. Mtu kuanza kuongea na wewe kabla ya salamu. Mtu atavutiwa na wewe. Utajihisi ufahari au kufarijika kwa namna fulani. Mtu kukuombea mazuri. Kupata baraka kutoka kwa mtu aliyekuzidi umri. Kuyafurahia maongezi. Pesa yako kuongezeka. Mtu ana nia ya kweli na wewe katika jambo. Kuufaulu mtihani au ugumu wa kitu. Kupata mrejesho mzuri wa kitu. Kumfahamisha mtu ugumu wa kitu. Kulala sana wakati wa asubuhi. Nyota ya Mshale. Kumuonya mtu. Kuongea na mtu kwa kisirani. Kuficha kitu unachokihisi, ila mtu atakuwa na mashaka na wewe. Kuusogeza zaidi ukaribu wako kwa mtu. Utajifunza kitu. Mtu kueleza ukweli anaoupitia. Kurekebisha maneno yako kwa mtu. Utapata kitu kipya. Kufahamu jambo kubwa lenye uwazi au ukweli. Wengi wenu mtapata pesa. Mtapata kitu kizuri na kufurahia jambo. Utahitaji maelewano sana na mtu. Utakuwa mwenye utulivu wa hali. Kusikia jambo zuri. Ila utachukizwa na maneno ya watu. Kumfahamu adui kwako. Nyota ya Punda. Kufanyia kazi uamuzi wako. Utajiepusha na mambo yanayokuumiza. Utafuatiliwa na mtu. Kupata mwongozo mzuri utakaoufuata. Kuhisi mtu ana kiburi. Kupata kitu utakachopendezwa nacho. Kuondoa kinyongo ulichokuwa nacho. Suala lako lolote unalolihangaikia litakuwa na matokeo bora. Kuanzia wakati wa mwezi wa 5. Kutarajia kuajiriwa au kuanzisha kitu. Utaungana na mtu atakayefanya ufanikiwe kwa jambo. Nyota ya Nge. Utalijua jambo lililofichwa. Utahitajika kuwa mwangalifu kwa mtu. Kuanza kitu upya. Mtu ataukumbuka ujasiri wako. Kuna kitu kitakachokuuma sana moyoni. Utakuwa mlezi bora. Kufahamika katika namna nzuri. Nyota ya Samaki. Utapata mwelekeo katika jambo lifanyalo. Kuihisi furaha ndani yako. Kutokana na msaada mkubwa unaokufikia. Mtu atakuwa na aibu kwa alichokufanyia. Nyota ya Kaa. Utaziepuka hisia mbaya. Kuna hali ya mwili kuwasha. Watu wa familia yako watakuwa wenye kukujadili. Mtu anatamani umpatie nafasi ya ukaribu. Utajifunza kunyamaza kwa kitu ambacho hakina ulazima wa kusema. Kufahamiana na mtu katika mitandao. Nyota ya Mashuke. Wengi wenu hamtokuwa na mawazo mengi. Hii ni baada ya kuamua kitu. Utakuwa mbali na mtu mwenye hasira za kila wakati. Utahitajika kuwepo sehemu. Kutoa pesa nyingi kwa sababu ya kitu. Kukutana na mtu kimaongezi. Nyota ya Ng'ombe. Utakuwa mwenye utulivu. Utakuwa katika mkusanyiko wa watu wengi au mjumuiko wa kifamilia. Kuahidiwa kitu. Kumuomba mtu msamaha. Kumkumbuka mtu kwa wema. Nyota ya Mbuzi. Juhudi zako zitakupa matokeo. Kushukuru sana kwa hatua fulani uliyoifikia. Kuna mtu atakuwa ni msumbufu kwako. Kujihisi maumivu ya mbavu. Kuchoka sana. Kumtumia mtu pesa. Kusitisha mawasiliano na mtu. Utajifunza kitu. Nyota ya Mapacha. Jambo zuri kukufikia. Hii ni kutokana na mtu wako wa karibu. Kutojichosha sana kwa kitu. Maarifa yako yatajenga kitu kizuri. Usichoke kumuomba Mwenyezi Mungu, kwani yeye ndiye atakayekuwezesha kufikia pazuri. Mtu atavutiwa na wewe. Kutimiza ahadi yako kwa mtu. Nyota ya Mizani. Moyo wako utakuwa na ganzi. Kuhisi hauwezi kufanya kitu. Kutulia sana kwa kutafakari. Kupenda kujifunza kitu.
Mabadiliko ya kitu chochote yanaweza kutokea katika namna yoyote ile. Nyota ya Ndoo. Utamtumia mtu ujumbe uliotumiwa na mtu mwingine. Kusamehewa. Kutojua chuki ya mtu inasababishwa na nini. Kujua kwa nini mtu anapenda ukaribu wako. Wema wako utahisi unakuathiri kutokana na ubaya unaofanyiwa. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.